kwa muda tu ambao kaudi Mungu ambavyo atusaidia katika muda huu. Tumekuwa na somo au ujumbe ambao Mungu ametupatia katika wiki hizi 3 na 4 juu ya kumtegemea Mungu. Juu ya kumtegemea Mungu. Na Mungu anapoleta neno lake juu ya kutegemea, anajua kuna mahali ambapo yamkini tunakwama. Na kama tunakwama, Mungu huwa anatoa njia, anatoa majawabu. Kama kuna mahali ambapo unakwama, basi yeye anatoa majawabu. Kwa hiyo tunaendelea na kumtegemea Mungu, lakini sehemu kubwa sana ambayo tutaenda nayo ni juu ya kuliapply hilo neno au kuliapply hilo fundisho katika maisha yetu. Yaani kulifanya hilo neno ambalo tumelisikia, kwa sababu lenyewe liko hai, ni kulifanya kuwa halisi ili liweze kututoa katika maangamizi tulio nayo, kututoa mahali ambapo sisi tumekwama. Ndio maana Mungu anapolituma neno lake, anajua, ana uhakika kwamba kuna mahali ambapo umekwama. Kuna mahali ambapo umekwama. Sasa analituma neno lake, maana yake anajifunua mwenyewe kupitia neno lake kwamba uniangalie. Ulikuwa unatazama katika mtazamo huu, sasa geuza mwelekeo wako, tumaini lako, angalia upande huu, kuna majibu. Wakati ambapo mzee wetu Ibrahimu akiwa amepeleka moyo wake katika moyo wa kumwabudu Mungu, moyo wake umefika mwisho kwamba sasa naenda kumtoa sadaka, naenda kumchinja mwanangu kabisa Isaka, mtoto wa pekee. Mungu alikuwa anamwambia sasa, ndio umeshafanya hivyo, lakini angalia upande wa pili. Angalia upande wa pili, nimeandaa njia nyingine ambayo ni mbadala. Akamuona kondoo ambalo lilikuwa pembeni. Kwa Mungu huwa anataka kwamba unapofika mahali fulani ambapo umeenda, umesafiri, unaona kabisa kwamba sasa sioni njia, sioni mahali pa kutokea, sioni namna ya kwamba nitatokaje. Mungu anataka ukaze moyo wako, ukaze imani yako, inua moyo wako, inua macho yako ya ndani kumwangalia yeye, ili katika hilo aweze kukutoa katika changamoto ulionayo. Sasa tumejifunza mambo mengi sana. Tuliona wana wa Israeli, wao walitolewa kule Misri kwa mkono wa Mungu na kwa uwezo mkuu, na kwa neema Mungu wakawa wameshawashinda wale wa Misri na wapo jangwani. Kwa hiyo wakaona matendo ya Mungu, wakaona ishara za Mungu, wakaona mambo makuu ya Mungu, mkono wa Mungu ambao ulikuwa ukiwatendea na kuwapigania. Lakini sasa kuna mahali ambapo unafika, mahali unatembea katika safari, katika kumwishia Mungu, unafika mahali ambapo ile hali ya kuzoea, ile hali ya kuangalia ule muujiza ulionao, usiusherekee muujiza ulionao, msherekee yule anayesababisha muujiza huo kuwepo. Kwa ndicho ambacho wanadamu wengi tunakuwa tunacho. Huwa tunasherekea muujiza tulionao, tunasherekea mkate wa siku ya leo, tunasherekea chakula tulicho nacho, tunasherekea uzima tulionao, lakini hatuangalii kwamba anayesababisha huo uzima. Tunashindwa kumwamini huyo anayesababisha huo muujiza umetokea. Ndicho ambacho Mungu amekuwa akisema na watu wake tangu zamani, kwamba msiangalie muujiza ambao nimeufanya, niangalieni mimi ambao nasababisha huo muujiza. Kwamba kwa hiyo wana wa Israeli wao wakasherekea
matendo makuu ambayo Mungu aliwafanyia. Mapigo 10 ambayo kule Misri alionesha, na pigo la mwisho lilikuwa juu ya kila mzaliwa wa kwanza wa Kimisri, mpaka wanyama walikufa. Kwa hiyo wakamwona Mungu, wakamwona Shama, wakamtukuza Mungu. Na ukisoma ile kitabu cha Kutoka sura ile 14 unaona wanaimba wimbo wa Musa na wakafurahi wakishangilia kwamba Mungu amefanya. Sasa tunaona twende kitabu cha Hesabu sura ya 21 mstari wa 4. Wameshatoka Misri, wameona matendo ya Mungu, wamefurahia. Tusome tu hapo kidogo alafu kwa neema Mungu tutaenda. Ule mstari wa 4 tusema, wakasafiri kutoka mlima Hori kuanzia bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo. Iangalia hilo neno, hilo la muhimu sana. Hilo neno, watu wakafa moyo. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Watu wakamnung'unikia Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Wameshasahau mema yote ambayo Mungu alikuwa amewatendea. Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zina kinai chakula hiki dhaifu. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi, wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnukia Mungu, na wewe utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akaombea watu. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Kila mtu aitazamapo ataishi. Tatizo limeshatokea. Changamoto imeshatokea. Shida imeshatokea kwamba wameshasafiri, wameshamuona Mungu. Kuna mahali ambapo walikuwa wanahitaji maji. Mungu akampa maelekezo kiongozi Musa, akawapa maelekezo kwamba uambie mwamba utoe maji. Wakapata maji. Na wakafika mahali wakawa wanahitaji kula chakula tofauti, nyama. Sawa. Mungu akamwambia basi asubuhi kutakuwa na kware wa kutosha wenye vita nyama, waachukue na watumie. Sasa katika maisha ya kila siku ya maisha ya wanadamu, huwa kuna tabia ya kuzoea kitu ambacho unakipata kwa mara ya kwanza. Wakati ambapo mtu mwingine alikuwa hana kazi, anamuomba Mungu kwamba Mungu analia, anagaragara, anafunga, anaomba, anasema Mungu naomba nipe kazi, naomba nipe kazi. Mungu inafika mahali anajibu maombi, anampa kazi. Baada ya muda mfupi mwanadamu huwa ana kawaida ya kusahau ule uchungu, yale maumivu, yale tabu zote kule ambazo alikuwa amezifanya. Kama ambavyo mama ambavyo anakuwa kama hajapata mtoto, anakuwa ana shauku kubwa, anakuwa na matarajio makubwa kwamba Mungu siku moja na mimi naomba nipe mtoto. Anakuwa anaomba, anafanya hivi, anaingia changamoto mbalimbali za ujauzito, wanawake wanajua. Lakini akishajifungua mtoto, uchungu, huzuni, tabu za nini zote huwa anasahau. Ni kawaida ya wanadamu, ni kawaida kabisa, wanadamu huwa tunasahau. Lakini nataka asubuhi leo, nataka tujikumbushe juu ya kumtegemea Mungu. Tusisherekee muujiza huu tu, tumsherekee yule anayesababisha muujiza unatokea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na tusiangalie kile ambacho leo umekipata, angalia yule anayesababisha kukipata hicho kitu. Sasa hawa watu wa Mungu ambao walikuwa kama sisi, walikuwa na mahitaji yao, Mungu akawa amewapa. Wamefanya hivi, Mungu akawapa. Lakini ikafika mahali ambapo
kwa sababu ya kuzoelea ile hali, kwa sababu ya kuzoelea maisha ya haya kila siku, wakafika mahali wakasahau matendo makuu ya Mungu, wakasahau uwezo wa Mungu. Kuna mahali fulani unazoea kiasi kwamba unaona kama kuna kitu kimoja sema kwamba mazoea hujenga mila. Mazoea yanajenga tabia, tabia inajenga mila, mila inakuwa desturi. Kwa hiyo unaona yani vitabia fulani vya kunaanza vitabia, unaendelea kitabia hicho, unaendelea unajenga mazoea, yanajenga tabia, tabia mila, mila desturi. Kwa hiyo unaanza kuona vitu fulani kama vitu vya kawaida. Kwa hiyo hawa watu wa Mungu badala ya kumtegemea aliyekuwa anasababisha hiyo miujiza yote, aliyekuwa anasababisha Farao. Unajua ukisoma kitabu cha Kutoka anasema Farao na mpanda farasi wamezama kama jiwe, unaona, kwenye maji kwa sababu ya mkono wa Mungu. Yani walizamishwa. Unajua kuna kuzama kwa taratibu taratibu, sawa, lakini ukilichukua jiwe zito ukalitupa kwenye bahari au kwenye maji makuu, linazama mpaka chini. Yani Mungu alikuwa anafafanua kwamba jinsi ambavyo anaweza kukuvusha, anaweza kukutetea na kuwapoteza kabisa wale watu ambao wanakusababisha kwamba wewe usimuone yeye. Sasa kuna hali ya kuzoea, kuna hali ya kuona kwamba hiki ni kitu cha kawaida, hiki ni kitu cha kawaida, hiki ni kitu cha kawaida, na kinapelekea kuondoa tumaini, kinapelekea kuondoa matarajio yako, kinakupelekea kuondoa ule msimamo wako kwa Mungu. Sasa hawa watu wa Mungu wakafika mahali wakamsahau Mungu. Biblia inasema kwamba wakamsahau Mungu, wakasahau kazi zote Mungu alizozifanya. Sasa nasema kwamba wakafika mahali wakaanza kuona kwamba wewe Musa ndio ambaye umesababisha haya, wewe mtu fulani ndio umesababisha haya. Wanadamu tuna kawaida ya kulaumu au kumsema kwamba mtu fulani ndiye aliyesababisha nifike mahali hapa. Ni sawa, lakini haina sababu ya kumlaumu mtu yoyote, kwa sababu Mungu yeye huwa anakupelekea uingie katika eneo fulani ili yeye kupitia eneo lile aweze kukutoa, aweze kukuvusha. Kwa hiyo hawa watu wa Mungu wao wakafika mahali wakaanza kuona kwamba hiki chakula hata tunachokula ni dhaifu. Kumbuka walikuwa na hata leo hii hapa, kama ulikuwa unataka kula pilau au ulikuwa unataka kunywa soda au ulikuwa unataka kitu fulani, huna sasa hivi unakuwa na shauku nacho, lakini nikikupatia sasa hivi baada ya muda fulani unaona kitu cha kawaida. Unaona tabia wanadamu unaona tabia wanadamu ndivyo ambao wanadamu wote walivyo. Lakini asubuhi leo Mungu anatukumbusha kwamba tunatakiwa tuweke tumaini kwa Mungu aliye hai, na hilo tumaini, hilo tegemeo ndilo baba yetu wa imani Ibrahimu ndilo ambalo aliliweka wakati ambapo anafanya lile tendo la kumchukua Isaka na kumtoa kwenye ule mlima akiwa peke yake. Maana yake aliweka tumaini, alisema hivi, Ayubu alisema hata pasipo mwili huu. Unaona, yani hata kama nitamtoa hapa, ninaamini kwamba nitakuwa naye. So Biblia inazungumza kwamba sio sisi tunaishi bali Kristo ndani yetu. Sio sisi tunaishi bali Kristo ndani yetu. Maana sisi tuna Mungu ambaye yuko ndani yetu. Kuna mambo ambayo yanatusonga, kuna mazingira ambayo yanatukaba, kuna mazingira ambayo yanatufesi kiasi kwamba unaanza kuona mazingira ni makubwa kuliko uwezo wa Mungu ambao uko ndani yako. Kuna mazingira ambayo yanakutisha kiasi kwamba unaanza kupoteza tumaini lako kwa Mungu aliye hai, kwa Mungu ambaye umemwamini, kwa Mungu ambaye amekuokoa. Hayo mazingira hupasi kuangalia. Hicho kitu ambacho kimekukabili, kimekuzingira, hupasi kukiangalia. Sasa hawa watu wa Mungu wakati ambapo wamefika mazingira hayo yamewakabili, Mungu asema kwamba kuna mahali sema kwamba akawaonja, akawatesti kwamba wana ladha gani. Mungu kuna wakati ambapo
huwa anaachilia kakifinyo fulani ili upitie kwenye hiyo kitu, halafu akukamue, halafu apate tunda. Tunda ni la aina gani? Unapotaka kunywa juisi ya embe au juisi ya parachichi, lile tunda linachukuliwa, linapitishwa, halafu linasagwa, unaona? Kule kusagwa, halafu ndiko kunatoka nini? Juisi fresh. Sasa kuna wakati ambapo kanisa la leo walitaka kusikia habari kama hizi. Wakristo wa sasa hivi hawataka kusikia habari kama hizi. Kuna wakati ambapo Mungu ni kweli atakupitisha kwenye wakati ambao ni mgumu, kwenye wakati ambao kama vile Mungu amekuona, lakini lengo la hiyo changamoto, lengo la hiyo jaribu, lengo la huo mtihani ni kukupa ushindi, ni kukuongezea nguvu katika ushindi. Anasema kwamba jaribu halikuwapata isipokuwa liliokuwa kawaida yenu. Kwa hiyo kuna mazingira mengine unayapata sio kwa sababu Mungu hajaona kwamba unapita. Sio kwamba Mungu hajaona kwamba wewe unapita kwenye mkwamo fulani. Sio kwamba Mungu haoni kwamba wewe unapita kwenye mkwamo wa afya. Sio kwamba Mungu haoni kwamba wewe unapita kwenye mkwamo wa kifedha. Sio kwamba Mungu haoni kwamba unapita kwenye mkwamo fulani. Mungu anataka wewe uinue macho yako ya ndani, uinue, umtazame yeye. Na wakati ambapo ameleta shida hiyo kule jangwani, nyoka wanagonga. Na wote ambao walikuwa wanaangalia, unajua nyoka mara nyingi alikuwa anawakilisha, kumbuka kwamba Adamu baba yetu wa kwanza, yule adui wake yule adui mshtaki wetu wa kwanza alifananishwa kwamba sura alikuwa na umbo la nini? Nyoka. Kwa hiyo nyoka mara nyingi alikuwa anawakilisha ni shetani ambaye ni kama ndio adui. Sasa Mungu anasema kwamba angalia, kuna nyoka wa moto ambao walikuwa wanagonga wale watu kwa sababu ya shida ambao wameingia nao. Sasa Mungu katikati ya shida hiyo analeta ufumbuzi. Anasema, wewe Musa, tengeneza nyoka wa shaba. Jina Bwana libarikiwe sana. Jina Bwana libarikiwe sana. Nimesema kule nyuma walikuwa wamemuona Mungu. Katikati hapa watu wakafa moyo. Kuna wakati ambapo unakufa moyo kabisa. Kuna wakati ambapo unaweza kaa unaomba kama vile Mungu kama hajibu. Lakini nataka nikwambie, songa mbele. Wala usiangalie hiyo hali. Wewe unatakiwa kusonga mbele. Wewe unatakiwa kukaza moyo wako kumtumainia Mungu peke yake. Maana yeye ndiye atakayekusaidia. Anasema kwamba Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila aliyeumwa aitazamapo ataishi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema kila aitazamapo. Yani wewe unayepita kwenye hiyo changamoto, wewe unayepita kwenye huo ugonjwa, wewe unayepita kwenye changamoto ya kifedha, usiangalie hiyo changamoto, muangalie Yesu Kristo. Muangalie Mungu, manake utaishi. Alisema kwamba mtu hataishi kwa mkate, ataishi kwa kila neno litokalo kinywani mwangu. Maana yake ni kwamba sisi hatutaki kuangalia hizo changamoto ambazo tunapitia. Hatutaki kuangalia hayo mazingira ambayo yametukabili. Tunatakiwa tumwangalie yeye ambaye ametuanzishia njia na ndiye ambaye atatufikisha salama. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu tuone Mwanzo sura ya 35. Mwanzo 35. Mwanzo 35. Tunakutana na kisa cha Yakobo. Tusome mstari wa kwanza, tutaenda mstari wa 4. Mungu akamwambia Yakobo. Angalia hiki kitu. Mungu anamwambia Yakobo. Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende Betheli, ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutokea ulipomkimbia nani? Ulipomkimbia Esau ndugu yako. Ngoja nitarudi hapo. Twende mstari wa 4.
Nao wakampa Yakobo, twende mstari wa 3 pale. Tuondoke tukapande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko, yeye aliyenisikia siku ya shida yangu. Kumbuka, Yakobo anasema kwamba yeye aliyenisikia siku ya shida yangu akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea. Ngoja nisikilize kwa dakika chache kwamba hii ni story ya Yakobo na Esau, watoto wa Isaka. Walikuwa ni wawili tu. Sasa kumbuka kwamba Yakobo yeye alishamchagua Mungu, na Mungu kwa sababu Mungu mwenyewe kwa mapenzi yake akaamua kutembea na wewe, kama ambavyo wewe umeisikia sauti ya Mungu ukaamua kumtii, na Mungu ameamua kukuchagua aweze kutembea na wewe. Sasa Yakobo anamkimbia ndugu yake. Kumbuka, anamkimbia ndugu yake, pamoja kwamba yeye ameshaambiwa kwamba yeye atairithi, atakuwa baraka. Sasa anamkimbia ndugu yake. Anasema watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Kumbuka hilo, watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Kuna mazingira ambayo unafika mahali huwa unakata tamaa. Sasa Yakobo anafika mahali anamkimbia ndugu yake kwa sababu anaujua uwezo wa Esau. Esau yeye alikuwa ni mwindaji na alikuwa ni hodari, ni mtu wa vita. Anafika mahali akashindwa kumtegemea Mungu, akashindwa kumwangalia Mungu. Hofu kuu ikamwingia, akaanza kumkimbia Esau. Unaona, akaanza kumkimbia Esau. Na Mungu bado alikuwa na kusudi na Yakobo. Mungu alikuwa bado na mpango na Yakobo. Sasa ule mstari wa 3 anasema kwamba tuondoke tukapande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko, yeye aliyenisikia siku ya shida yangu akawa pamoja nami. Kwamba Mungu yeye huwa yuko pamoja na sisi wakati ambapo sisi tunakuwa tumefika mwisho wa matarajio yetu, wakati ambapo tumefika mwisho wa matumaini yetu, wakati ambapo tumefika mwisho wa appreciation zetu, wakati ambapo tumefika mwisho wa matarajio fulani ambayo tumeyaweka katika watu, tumeweka katika jamii, tumeweka katika ndugu, tumeweka katika watu mbalimbali. Huwa kuna mahali ambapo tunafika mwisho, na Mungu anataka kwamba wewe unapofika mwisho, yeye ndipo aanze kujitukuza. Yeye aanze kujitukuza. Sasa ndipo ambapo anasema kwamba Mungu akamtokea Yakobo, akamwambia usiogope. Neno la Mungu likamjia, usiogope, usiogope. Wakati akisafiri Yakobo, akisafiri akafika mji unaoitwa Luzu. Mji ambao ulikuwa mji Luzu ulikuwa ni mji ambao ulikuwa wenye uhaini, watu ambao ni wabaya, watu ambao walikuwa wanaua watu walikuwa wanafanya vitendo vibaya, ulikuwa unaitwa Luzu. Sasa kwa sababu Yakobo alikuwa anamtumainia Mungu, kwa sababu Yakobo alikuwa anamtegemea Mungu, Mungu anamwambia kwamba sasa mimi nakupeleka kwenye huo mji ambao ni mbaya, kwa makusudi yake yeye Mungu, kwa sababu anajua uwezo ulio nao, anajua nguvu ulio nayo ambayo ameiwekeza ndani yako. Ndio maana anakupeleka, anakupitisha mahali ambapo unapitia. Anajua uwezo ulio nao na anajua atakutoa kwa namna gani. Wakati amefika kwenye ule mji, tunaona jinsi ambavyo wenyeji wa mji ule walikusudia kwamba kumuua, kumwangamiza, kumfanyia mabaya, lakini Mungu hapo akageuza ule mji ukaitwa Betheli. Ule mji wa Luzu ukaitwa Betheli kwa sababu Yakobo alikuwa amemtumainia Mungu. Kwanza alikuwa na fimbo, lakini pia alikuwa na mafuta. Peke yake ndivyo ambavyo alikuwa navyo. Maana yake nini? Kwamba fimbo iliwakilisha utawala, mamlaka ya Mungu, na jiwe alilokuwa ameliegemea ilikuwa nimwakilisha kwamba Yesu Kristo ndiwe jiwe kuu la pembeni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hata wana wa Israeli anasema kwamba wakaunywea mwamba. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa pili sura 10, wakaunywea mwamba. Yaani wakati ambapo jiwe kubwa ambalo mara nyingi mtazamo wa kibinadamu
huwa tunafikiri kwamba maji huwa yanatoka kwenye mabonde. Yaani ndio hata taswira kubwa ambayo tunakuwa nayo. Maji huwa tunaona yanatoka kwenye mabonde, kwenye vitiliko fulani. Lakini Mungu anasema kwamba mimi njia zangu ziko juu sana, sio kama njia zenu. Anasema kwamba uambie mwamba. Katika matarajio ya kawaida huwezi kujua kwamba, huwezi kuweka tumaini kwamba mwamba utoe maji. Na ndipo ambapo Mungu anasema kwamba uambie Musa, uambie mwamba utoe maji. Na huo mwamba ulikuwa unamwakilisha nani? Ulikuwa unamwakilisha nani? Yesu Kristo. Jina Bwana libarikiwe sana. Jina Bwana libarikiwe sana. Sasa Yakobo alikuwa akalilalia lile jiwe. Yaani katika shida, katika tabu, wewe unatakiwa ujiegemeze kwa nani? Ujiegemeze kwa nani? Yeye ndiye ngome yako. Lile jiwe kuu likamzunguka, akawa salama kwa sababu aliweka tumaini lake kwa Yesu. Aliweka tarajio lake kwa Mungu na alitegemea Mungu peke yake ndiye wa kunitoa hapa. Mungu peke yake ndiye anaweza kututoa mahali hapa tulipo. Mungu peke yake ndiye anaweza kutuvusha mahali ambapo tupo. Mungu peke yake ni Yesu Kristo aliye hai. Jina Bwana libarikiwe sana. Jina Bwana libarikiwe sana. Tunaposema kwamba tunajua msaada wetu unatoka kwa Mungu, maana yake kwamba Kristo peke yake ndiye anayeweza kutusaidia. Kwa hiyo hata ile nyoka wa shaba alimwakilisha Yesu ambaye angekuja kuangikwa juu ya mti. Yesu tunakumbuka kwamba alikuja kufa kifo cha msalaba, na pale Golgotha palikuwa mahali ambapo kwenye mwinuko mkubwa, na njia zote za mji ule zilikuwa zinamuonesha kwamba pale ndipo mahali pa makutano. Na Yesu Kristo alikuja kuangikwa juu ya mti. Maana yake kwamba Musa ulikuwa unafanya ishara kwamba Kristo atakuja na kutukomboa sisi ambao tupo kwenye maangamizi yetu. Kwa hiyo hatuna sababu ya kuangalia hizo changamoto tulizo nazo. Tunatakiwa tumtegemee Kristo Yesu ambaye ndiyo jiwe kuu la pembeni. Ndiyo jiwe letu kuu la pembeni. Ndilo jiwe ambalo, ndio mwamba ambao unaweza kutoa maji mahali ambapo hakuna maji. Jina Bwana libarikiwe sana. Jina Bwana libarikiwe sana. Twende Zaburi. Twende Zaburi ya 23 mstari wa 4 na 5. Mstari wa 4 na 5. Zaburi ya 23 mstari wa 4 na 5. Anasema kwamba nami nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Watu wa Mungu, tunaposoma neno la Mungu tuwe makini. Anasema hivi, nami nijapokwepa hilo bonde la mauti. Nijapokwepa, anasema nijapopita. Sasa mara nyingi watu wengi huwa wanataka kuzuia usipite kwenye hilo, na usipopita hautajua njia za Mungu. Usipopita hautajua njia za Mungu, utarudishwa nyuma. Kajiandae tena ili nikupitishe uweze kunijua mimi. Unaona? Sasa mara nyingi sana wewe usiangalie kwamba umepita, unatakiwa kuangalia hata kama nimepita. Anasema kwamba nami nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Kumbe kuna bonde ambalo limejaa uvuli ambao unajaa mauti. Hilo bonde limejaa harufu ya kifo. Hilo bonde limejaa hali ya kuaibiwa, hali ya kuaibika. Hilo bonde limejaa hali ya kudharauliwa. Haijalishi kwamba ndiyo nitapita, ndiyo utapita, ndiyo utapita, ndiyo utapita. Lakini sikiliza sasa huu mstari wa pili. Sitaogopa hayo mabaya. Usiogope hayo mabaya ambayo yamekusudiwa mbele yako. Kwa sababu nasema sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami. Mungu yuko upande wetu. Akasema Bwana akiwa upande wangu, Mungu akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Mungu akiwa upande wako, hofu gani ambayo inaweza kupita Mungu wako?
Ni aibu gani ambayo inaweza kukufanya kwamba ukapotea? Asema Mungu yuko pamoja na mimi. Ule mstari wa 5, Mungu yuko pamoja na waandaa meza. Sasa hapo ndipo ambapo Mungu napomfurahia kwamba haishii kwamba amekupitisha kwenye bonde, amekupitisha kwenye mazingira fulani ambayo kama ya kuaibika. Anasema yeye sio tu anakupitisha, ana uwezo kukuandalia karamu katikati ya watu wabaya, na utaishi kwa neno lake. Mungu anaweza kukuandalia watu ambao walikuwa wanakusagia meno kwamba wewe utoboi, mwaka huu utoboi, biashara yako mwaka huu utoboi, masomo yako mwaka huu ufiki mbali, mambo yako fulani ufiki mbali, huduma yako tuona ufiki mbali, miradi yako tuone kama utafika mbali. Hao ni wanadamu, hao ni watu, hao ni watu. Hutaki kuamini hayo maneno. Amini neno la Mungu asubuhi ya leo. Anasema ujapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa, sitaogopa. Asubuhi ya leo tumwamini Yesu, hatuna sababu ya kuogopa, kwa sababu Mungu yuko upande wetu. Maana Mungu yuko upande wetu. Anasema sitaogopa. Kwa hiyo kuna wakati ambapo anasema kwamba anaweza kuandaa meza katikati ya watu, anaweza kuandaa karamu katikati ya watu ambao walikusagia meno, walikuandalia mabaya. Asema Yusufu akafika mahali sema kwamba ni kweli mliniandalia mabaya, lakini Mungu aliniandalia mema. Angalia wema wa Mungu, angalia ukuu wa Mungu, angalia neema ya Mungu katika maisha yako. Angalia, amini, tegemea uwezo wa Mungu. Usiangalia hiyo changamoto ambayo imekupata, usiangalia ya mazingira ambayo yamekupata. Wewe muamini Mungu, wewe mtegemee Mungu asubuhi. Mtegemee Mungu katika maisha yako, mtegemee Mungu katika kila eneo la maisha yetu. Jina Bwana libarikiwe sana. Jina Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Anasema kwa uhakika, sema hakika, sio kwa kitu kubahatisha. Hakika wema na fadhili zitanifuata. Wema wa Mungu utakufuata kama utamwamini, kama utamtegemea. Wema wa Mungu, wema wa Mungu utakufuata, hautaufuata. Wema wa Mungu utakufuata hata kama jina lako limekatwa, limewekwa kule mwishoni wa faili lako, limefishwa kwamba faili lako kama alionekani. Vile vitu vyako ambavyo kama umejaribu kuapply, wamesema faili lako hata hatulioni, lakini anasema huko Bwana ataibua, Bwana atakuinua, Bwana atakutokezea huko. Jina Bwana libarikiwe sana, kwa sababu ya wewe kumtegemea Mungu, kumwamini Mungu, kumtarajia yeye, kumtumainia yeye. Asema hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Kitu gani ambacho natakiwa kufuata? Kwamba baada ya kwamba mimi nimemtumainia Mungu, wema na fadhili zitanifuata, lakini neno moja nasema nami nitakaa. Haleluya, haleluya, haleluya. Daktari ili aweze kufanya upasuaji, ili aweze kufanya matibabu, hakimu aweze kuhukumu kesi, bosi aweze kufanya maamuzi pale kwenye idara yake, ni lazima akae kwenye kiti. Lazima akae kwenye kiti. Na hata hakimu aweze kuhukumu akiwa amesimama, lazima akae kwenye kile kiti, na ndo anatoa nini? Hukumu. Mungu anasema kwamba nami nitakaa. Haleluya. Unahitaji kukaa kwa Mungu, sio kutembea, sio hali ya kutokuwa na matumaini. Unahitaji kukaa, maana yake tegemea, trust, mtegemee huyo Mungu, ukae. Na baada ya kukaa utaona mkono wa Mungu, utaona fadhili za Mungu, utaona neema ya Mungu. Unahitaji kukaa. Asema nami nitakaa nyumbani mwa Bwana, nyumbani mwa Bwana, nyumbani mwa Mungu. Ukae mahali ambapo Mungu amekusudia, ukae mahali ambapo Bwana amelikalisha jina lake hapa. Ukae umsikilize yeye, akuelekeze namna kushinda mitihani. Unahitaji kukaa na kusikia na kumtumainia katika maisha yako. Jina Bwana libarikiwe sana. Jina Bwana libarikiwe sana.
Kwa hiyo tunahitaji kukaa kwa Mungu, kutulia kwa Mungu. Ile hali ya kutegemea inatufanya kwamba tufike mahali pa kukaa, pa kustarehe, pa kumuenjoy, pa kumtegemea. Wala tusiangalie ule ugumu tulio nao, wala tusiangalie zile changamoto tulizo nazo, wala tusiangalie yale mazingira ambayo yanatutisha. Tunatakiwa sisi tukae. Daniel wenzake wakati ambapo wao wameandaliwa ile tanuru, wameandaliwa ile changamoto, wameandaliwa ule mzigo ambao ulikuwa unatakiwa uangamize, anasema kwamba katikati ya ile tanuru, katikati ya huo msongo ambao unao, katikati ya hiyo changamoto ulio nayo, katikati ya mambo mabaya ambayo yamekukabili, akamuona mtu wa nne aliyekuwa anaitwa Yesu Kristo. Alimuona mtu wa nne ambaye alikuwa ni Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Katikati ya changamoto ulio nayo, katikati ya magumu ulio nayo, katikati ya kutokuona njia ulio nayo, yupo mtu wa nne. Yupo mtu wa nne juu ya afya yako. Yuko mtu wa nne juu ya uchumi wako. Yupo mtu wa nne juu ya changamoto ulio nayo. Yupo mtu wa nne. Hauna sababu ya kufadhaika. Hauna sababu ya kuhangaika. Hauna sababu ya kujiona kama wewe ni mtoto yatima. Hauna sababu ya kujiona kama wewe ni mpweke. Mungu amesema, nipo pamoja na wewe. Nipo pamoja na wewe. Nipo pamoja na mwanamke mmoja. Nipo pamoja na baba mmoja. Nipo pamoja na wewe hata ukamilifu wa dahari. Kuna wakati ambapo watu wanakuwa pamoja na wewe, lakini kwa kitambo, baada ya muda fulani wanachoka. Baada ya muda fulani wanaondoka, kwamba tumekuuguza, tumekuvumilia, lakini kuna muda fulani unakuta wanarudisha nyuma miguu yao, wala hutaona. Lakini Mungu wetu amejitambulisha kwamba yeye yuko pamoja na sisi. Yeye yuko pamoja na wewe kila unapoenda, kila unapokanyaga, yuko pamoja na wewe. Simama kwa miguu yako asubuhi ya leo.